بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ndugu zangu, tukiwa tupo katika mwezi wa Muharram na tunafahamu namna gani mwezi huu ulivyokuwa na fadhila na ubora mbele ya Allah, kwa kuwa ni moja katika miezi minne mitukufu ambayo tunasema ni mfungu 4. Na ndugu zangu, katika yale yaliyokuja katika fadhila za mwezi huu, annahu yustahabbu fihi al-ikthar min siyami nafila, kwamba panasunishwa ndani yake kukithirisha kufunga funga za sunna. Na hii kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, afdalu siyami ba'da Ramadhan shahrullahi al-muharram, bora ya funga baada ya Ramadhan ni mwezi wa Allah Muharram, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim. Na wanataja wanavyoni katika hikma ya kuwa kwake mwezi huu ni mbora kufungwa kwake baada ya Ramadhan, annahu shahrun muharramun wahdahu huwa al-mudaf ila Allah min baini ash-shuhur, na mwezi pekee ambao umeegemezwa kwa Allah katika miezi. Yani Mtume anasema shahrullahi, mwezi wa Allah. Halafu pia as-sawma wahdahu huwa al-mudaf ila Allah, funga peke yake ndo ambayo imeegemezwa kwa Allah, min baini al-a'mali salihah, katika yale matendo mema. Mtume anasema katika hadithi al-Qudsi imekuja, Allah anasema kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li, amali zote za mwanadamu ni zake isipokuwa funga, hiyo ni yangu mimi. Kwa hiyo hapa paka nasibiana kukusanyika vitu viwili baina ya funga yani katika matendo ya mwanadamu ambayo Allah ameegemeza kwake, na baina ya mwezi ambao Allah ameuegemeza kwake. Ndugu zangu, katika mambo ambayo Allah ameyahusisha katika mwezi wa Muharram, Allah ameyahusisha katika mwezi wa huu Muharram, naja fil ashir minhu Musa alayhi salam, Allah amemuokoa katika siku ya 10. Allah amemuokoa katika siku ya 10. Nani? Musa alayhi salam. Fasama Musa hadha al-yawm shukran lillah, Nabii Musa kaifunga siku hii kwa kumshukuru Allah. Wasamahu an-nabiy shukran lillahi ta'ala, na pia mtume akaifunga katika namna ya kumshukuru Allah, na akauraghibisha umma wake katika kuifunga sunna hii kwa kule kuadhimisha juu ya utukufu wake Allah azza wa jalla. Mtume akasema ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla, na taraji kwa Allah utafuta madhambi ya mwaka ambao upo kabla yake. Hadithi hii ameitaja al-Imam Muslim. Kwa hiyo ndugu zangu, inatakikana watu kuifunga siku ya Ashura wakiwa na imani na kutaraji malipo, na mtu ambaye ana uwezo wa kuwahimiza watoto wake wa kiume na wa kike ili wapate kuizoea, ni katika jambo muhimu. Ametaja Rabi' binti Muawidh radhiyallahu anha, anasema arsala an-nabiy ghadata Ashura ila qura al-ansar, mtume alipeleka ujumbe asubuhi ya Ashura katika vitongoji vya Ansar, akawaambia man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi, alikuwa ameamka asubuhi amekula aitimize baki ya funga yake, baki ya siku yake. Wa man asbaha sa'iman falyasum, na atakayekuwa amepambazuka amefunga basi na afunge. Qala tanasema fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana, basi ikawa sisi tunaifunga baada ya hapo, na wapa mazoezi, tukiwafungisha watoto wetu. Wanaj'alu lahum al-lu'ba min al-'ih, na tukiwapa vitu vya kuchezea kutokana na pamba mfano wake. Fa idha baka ahaduhum 'ala at-ta'am, anapolia mmoja wao kwa chakula, a'taynahu dhaka hatta yakuna 'inda Allah, yakuna 'inda al-iftar, tunampa kitu hicho mpaka inakuwa wakati wa kufungua. Manake tunamzoesha katika jambo la nini? La kufunga. Na al-Imam Az-Zuhri rahimahullah alikuwa akifunga siku hii hata anapokuwa safarini, alikuwa akifunga siku ya Ashura hata anapokuwa safarini. Kisha anasema Ramadhanu lahu iddatu min ayamin ukhra, Ramadhan kama mtu hajafunga kuna idadi ya masiku mengine anaweza kuja kuilipa. Wa Ashura yafut, ama Ashura ikimpita mtu siku ile manake imempita mpaka mwakani. Na yule ambaye atakayefunga Ashura peke yake fakat adraka fadlahu wa thawaba, akifunga mfano kama
yani mwezi huu Jumanne, akifunga mtu peke yake amepata fadhila zake na amediriki thawabu zake. Walakin al-afdal an yasuma at-tasi' wal-ashir, lakini kilichokuwa bora ni kufunga mwezi 9 na mwezi 10, akafunga Tasua na akafunga Ashura. Mtume sallam anasema la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'a, yani kama nitafika mwakani nitafunga pia Tasua, maana nitaanza mwezi 9 na mwezi 10, na haya kwa kwenda kinyume na funga ya Mayahudi, kwa kuwa wao wakifunga Ashura peke yake. Kwa hiyo atakayetaka kufunga Ashura na akafunga mwezi 11 pia litakuwa limefanyika hilo jambo la kwenda kinyume na Mayahudi, kwa kuwa wao hawafungi isipokuwa ile siku moja, na yule ambaye atakayefunga siku anayetaka kufunga siku kabla yake na siku baada yake atakuwa amefunga siku 3 katika mwezi, na Mtume sallam ametaja man sama 3 ayyam min ash-shahr fakaannama sama shahra kulla, atakayefunga siku 3 katika mwezi ni kama kwamba amefunga mwezi mzima. Ndugu zangu, hizi ni katika khairi muhimu ambazo nitakana tuwaambie watu wetu, ndugu zetu, jamaa zetu, na tufahamuni pia kwamba la tushra fi hadha yawm Ashura ibadatun ghayru istihbab siyamihi, hapa ikiwa sheria katika siku hii ya Ashura ibada yote isipokuwa panasuniwa kufungwa kwake, na yale ambayo kufanywa na mashia tutaona barabarani huko minal latmi wa darbil ajsad wa niyaha, katika jambo la kujipiga makofi na kupiga miili yao na kuomboleza juu ya kifo cha Hussein radhiyallahu anhu, kulluhu min albid'a wadhalal wasafaha allati laysa alayha dalil min kitab wala sunna, yote ni katika mambo ya bid'a na upumbavu ambayo hakuna ndani yake dalili kutoka kwenye kitabu cha Allah wala sunna. Na wale wengine ambao wanafurahi katika siku hii pia hilo jambo halina nafasi yote katika dini ya Uislamu. Kilichokuja ni kusuniwa kufungwa kwake siku hii. Tunamwomba Allah azza wa jalla bi ni'matihi wa rahmatihi atusamehe madhambi yetu na atuongoze katika njia iliyokuwa sawa. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.